Mazito siku ya leo. Mahakama ya Rufani ya Tanzania imetoa uamuzi wa kihistoria kwa kubatilisha vifungu vinne vya sheria vilivyokuwa kikwazo kwa wananchi kufungua kesi za kikatiba zenye maslahi ya umma. Vifungu hivyo vilikuwa vinamtaka mlalamikaji kuonyesha madhara binafsi kabla ya kufungua kesi ya aina hiyo, jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu na wanaharakati wa haki za binadamu. Kesi hiyo ya kikatiba namba 134 ya mwaka 2022 ilifunguliwa na wakili wa haki za binadamu Onesmo Olengurumwa kupitia jopo la mawakili lililoongozwa na Profesa Isa Shivji, msomi mashuhuri wa sheria na mtetezi wa muda mrefu wa haki za kijamii. Akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa Wakili House jijini Dar es Salaam, Profesa Shivji alieleza kufurahishwa kwake na uamuzi huo wa mahakama ya rufani. Alisema kwamba si kawaida kwa mtu wa nafasi yake kupongeza mahakama hadharani, lakini kwa uamuzi huu wa sasa aliona ni muhimu kufanya hivyo. Aliongeza kuwa katika uzoefu wake wa karibu miongo minne kama mwalimu wa sheria, ambapo amewafundisha mawakili wengi na baadhi ya majaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufani, uamuzi huu umemletea faraja kubwa. Profesa Shivji aliwapongeza majaji waliotoa uamuzi huo, wakiongozwa na Jaji Revla, kwa kuchukua hatua ya kijasiri hasa katika mazingira ya sasa ya nchi. Alisema kuwa uamuzi wa aina hiyo haujasikika kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita. Katika hukumu hiyo, mahakama imeiagiza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuta vifungu husika ndani ya kipindi cha miezi 12, hatua ambayo inalenga kuruhusu wananchi kufungua mashauri ya kikatiba ya maslahi ya umma bila vikwazo visivyo vya haki. Uamuzi huu umetajwa kuwa ushindi mkubwa kwa demokrasia, utawala wa sheria na utetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, kwa kuwa unafungua milango ya uwajibikaji kwa viongozi wa juu wa serikali kupitia mahakama. Na maoni ambayo yametolewa kupitia taarifa hii, nasoma hapa. Kuna mchangiaji mmoja anaitwa Mangi wa Kichaga, amesema sheria ilitungwa chini ya Spika Ndugai na naibu wake Tulia under supervision ya Magu, jana imetenguliwa rasmi. Hii ina maana kubwa sana kwa maslahi ya umma. Big up sana washiriki wote, Mungu wabariki sana. Na mwingine kupitia comment hapo kuhusiana habari, anasema hatua nzuri kuelekea kwenye no reforms no election. Hayo ni baadhi ya maoni kutokana na kesi ambayo imerindima toka mwaka 2022 mpaka leo, ambako mahakama imeweza kuondoa vizuizi vya kuwajibisha viongozi wa juu wa serikali.